DSM Ustawi Digital, jamii yenye ustawi, furaha yetu. Kuna unyanyasaji wa kiakili au wa kisaikolojia. Ni unyanyasaji ambao mtu anaweza akafanyiwa ukaleta maumivu kwenye akili, au ukaleta kujiuliza, kwa nini amenifanyia hivi? Kwa nini ametamka maneno haya? Kwa nini amefanya hivi? Awa. Kwa mfano nikisema, nyinyi wanafunzi wa Kibasila mbwa nyie. Awa. Mnanizomea au nibadilike? Mmeona kwa nini mmeguna? Kwa sababu nyinyi sio mbwa. Ilitakiwa nilivyosema mbwa na nyinyi uniambie mbwa mkubwa wewe. Kwanza nyinyi ni mbwa. Mtoto wa mbwa ni mbwa. Nyinyi ni watoto wa binadamu. Kwa nini niwaite mbwa? Basi huu unyanyasaji kuna namna nyingine tunapewa kule nyumbani na wazazi wetu, lakini kuna wakati mwingine tunapeana sisi kwa sisi wanafunzi. Utakuta mwanafunzi anamwambia mwenzie, una tumbo kubwa kama mfuko wa mashine, mrefu kama ngongoti. Umeona Kuna wale wanafunzi ambao wana viruga fulani anamuita mwenzie choko wewe. Si wapo? Wapo Au naongea uongo? Basi kaeni mkijua maneno yote mnayopeana ambayo yanaumiza au yanaleta maswali kwenye akili, huo ni unyanyasaji wa kiakili. Kuna wanafunzi ambao wamefiwa na wazazi wao, wanaishi na wale mama walezi au baba walezi. Utamkuta mzazi anamwambia mwanafunzi, nitakupiga utaenda kulia kwenye kaburi la mama yako, nitakufunua mpaka utaenda kumfukua baba yako kaburini. Awa. Mnaona ishu kama hivyo Lakini kuna unyanyasaji wa kiuchumi. Navyozungumzia unyanyasaji wa kiuchumi, nazungumzia pesa. Wewe mwanafunzi unapataje pesa? Unawezaje kuzifikia pesa mwanafunzi? Unawezaje kuzifikia pesa? Au wewe unachojua ni ukiamka asubuhi, naomba pesa ya kwenda shuleni, naomba pocket money, mama sina hela ya uniform, mama sina hela ya daftari, ndio unachojua hicho. Lakini kuna kuzielekea zile pesa, kuna kuelekea kufikia pesa. Joko tunakosema ni sosi ya uchumi. Sosi ya uchumi kwako mwanafunzi ni nini? Amjui? Sosi ya uchumi ni nini mwanafunzi? Elimu. Ili kuzifikia pesa ni lazima upitie daraja la elimu. Kwa hiyo mzazi atakaye kuambia wewe Maimuna usiende shule kauze bagia, hapana, yule hataki ufikie, anataka upitie unyanyasaji wa kiuchumi. Yule mzazi atakaye kukatalia wewe Musa kukununulia uniform ili usiende shule au kukupatia mahitaji, anataka upitie unyanyasaji wa kiuchumi. Kwa hiyo mwanafunzi, uchumi wako ni elimu. Soma sana ili uweze kukamilisha ndoto zako. Na imani kila mwanafunzi ana ndoto Sosi au njia ya kuifikia ndoto ni elimu. Kila mtu ana ndoto njema. Kuna mtu ana ndoto ya kuwa mchawi? Kuna mtu ana ndoto ya kuwa jambazi? Kila mtu ana ndoto njema. Na kuna mtu ana ndoto ya kuwa pilot, kuna mtu ana ndoto ya kuwa mwalimu, kuna mtu ana ndoto ya kuwa mfanyabiashara na kadhalika. Utafikiaje ndoto? Kupitia elimu. Kwa hiyo anayekunyima elimu, mimi anakunyanyasa kiuchumi. Sawa wanafunzi wangu wazuri? Kwa hiyo mtu ukatai kuitwa maneno mabaya, kubali kuitwa maneno mazuri, kwa sababu ni sosi ya uchumi. Kubali kuitwa profesa, kubali kuitwa daktari, kubali kuitwa mwalimu, kubali kuitwa waziri, lakini usikubali kuitwa nini? Mbwa. Usikubali kuitwa jambazi, usikubali kuitwa mwizi. Uitwe majina mazuri mazuri, mhasibu. Kuna unyanyasaji wa kingono wanafunzi. Mnafahamu unyanyasaji wa kingono Navyoongelea unyanyasaji wa kingono naongelea mambo matatu: kubaka, kulawitiwa na mashambulio ya kimwili. Wapo wanafunzi wanaobakana, wapo wanafunzi wanaolawitiana, wapo wanafunzi wanaofanyiana mashambulio ya aibu. Nikisema mashambulio ya aibu mnayafahamu?
Wapo wanafunzi anamkuta mwenzie kwa maksudi mazima anamshika. Hawapo? Wapo wanafunzi kwa maksudi mazima wanaanza kukonyezana. Wapo wanafunzi ambaye wanamwona mwanamke amepita, mashallah, anaanza kufanya. Hawapo? Si wapo? Hayo ni mashambulio ya aibu. Wapo wanafunzi anayemwona mwanafunzi mwenzie kavaa sketi fupi anaanza kupiga urusi pyete, na wengine wanajibu kule. Hayo ni mashambulio ya aibu, wanafunzi wangu wazuri. Kwa hiyo huo ni unyanyasaji wa kingono kama ilivyo kubaka na kulawitiwa. Wapo wanafunzi wanaolawitiana mashuleni, tena wanalawitiana chooni. Saizi wanafunzi kulawitiana imekuwa jambo la kawaida. Nilishapokea kesi, mwanafunzi alikuwa analawitiwa uwanjani kipindi cha mazoezi kama hivi, akachoka. Alichokuja kudai kwangu sio kwamba anataka sheria ifuate mkondo wake, anakwambia maadamu mimi nahitaji haki bini haki. Mnaelewa haki bini haki? Yeye kashafanyiwa na yeye anahitaji yule aliyemfanyia amfanye. Awa, lakini sosi hayo yote ni nini? Sosi ya nyie watoto wa kike kubakwa ni nini? Kwa sababu anayebakwa ni mtoto wa kike. Sosi ya nyie wanaume kulawitiana au kulawiti ni nini? Afande, tuna dakika 2. Haya, sosi hayo yote ni tamaa. Wanafunzi mnapenda zawadi. Mnapenda zawadi za kila aina, za kila namna. Kuna wale watoto wa kike wanapenda vinainai. Mnajua vinainai? Wanafunzi wa kiume mnajua vinainai? Hamvijui? Ni vile vibegi vidogodogo, havibebi daftari, havibebi peni, wanaweka foundation, wanaweka sijui nini, lipshiner, wanaweka lipstick, wanaweka kiwi. Ni vidogodogo, akibeba na shusha na mikanda vinafika humu. Vile vibegi wengi wananunuliwi na wazazi, wengi wananunuliwa na wanaume, wengi wananunuliwa na maafisa usafirishaji. Watoto wa kike na wa kiume wengi mnaletwa hapa na bajaji au mnaletwa na bodaboda, lakini hamjalipiwa na wazazi wenu. Mnaenda kulipa nini? Mnajua cha kwenda kulipa? Mnacho. Hamtalipa fedha, mtalipa miili yenu, mtabakwa na kulawitiwa. Kwa vile baada dakika 2 nataka kusema usikubali unyanyasaji. Usikubali kufanya unyanyasaji. Usikubali kunyanyaswa. Pale unapoona unyanyasaji umetokea, toa taarifa. Pale unapoona kuna dalili ya unyanyasaji, toa taarifa. Sehemu ya kutoa taarifa ni polisi, kwa afisa ustawi, serikali ya mitaa, kwa wajumbe na mtu yeyote unayemuona mkubwa ambaye friji lake linagandisha. Najua maana friji kugandisha? Sio mbea. Usije ukamwambia habari yako afu akaanza kusema yule Aisha unamwona anatembea hivi, kabakwa yule. Wewe utajisikiaje? Utajisikia vibaya Kwa hiyo toeni taarifa. Tumeelewana? Na ukitoa taarifa, simamia taarifa yako ili uweze kupata haki. Usikubali taarifa yako ifinywange. Usikubali taarifa yako irudi bila majibu. Zawadi ya taarifa, au ukishatoa taarifa unahitaji ile taarifa yako ifanyiwe kazi ili kuleta majibu mazuri. Majibu mazuri ni pamoja na yule aliyekufanyia unyanyasaji au aliyefanywa unyanyasaji kuchukuliwa hatua za kisheria. IZIM Ustawi Digital, jamii yenye ustawi, furaha yetu.